Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya ambaye hivi sasa ni kiongozi mkuu wa chama cha Democracy for Citizens Party, Rigathi Gachagua, ameendelea kuimarisha safari zake za kampeni kukinadi chama chake kipya katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua anafanya mkakati wa kukifanya chama chake kuwa maarufu katika ngome zake, huku akiimarisha juhudi za kutafuta kuungwa mkono kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 nchini Kenya. Licha ya haya yote, uzinduzi rasmi wa chama cha DCP umekwama baada ya kukosa eneo la kufanyia hafla hiyo, na juhudi bado zinaendelea kupata eneo lingine. Je, chama hiki kipya kitakuwa kikubwa kiasi gani kuweza kuwa na ushawishi katika siasa za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao? Je, sakata la Gachagua kuzuiwa asitumie uwanja wa Kasarani kuzindua chama chake linatoa mwelekeo gani katika joto la siasa linaloshuhudiwa hivi sasa katika siasa jumla za Kenya? Mezani leo tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa akiwa huko Migori. Tunaye Dr. Luchetu Likaka, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Nairobi. Katika mji wa bandari huko pwani ya Kenya, mji wa Mombasa, yuko Bi Maimuna Mwidau, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika nchi jirani ya Uganda, mji mkuu Kampala, tunaye Omar Mutasa, mwandishi wa habari mkongwe na mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na nianze moja kwa moja nawe Profesa Chacha Nyaigoti, kuhusiana na swala hili la kukwama kwa uzinduzi rasmi wa chama hiki cha Gachagua cha DCP. Unasoma nini? Mimi nasoma kwanza kwamba labda kutakuwa na vizingiti vikubwa sana mbele ya maazimio ya hiki chama, na serikali ya labda au uongozi wa taifa utakuwa unazidi kumzuia huyu aliyekuwa naibu wa rais nafasi ya kuweza kuuza sera zake na kutangaza mambo ambayo yanaazimia kuzindua chama chake kipya cha kuweza kupambana na kutikisana na UDA, chama ambacho sahizi kiko madarakani, chama ambacho yeye mwenyewe anadai kwamba alikianzisha na alikuwa muasisi wake. Lakini inaonekana wazi kwamba kama ilivyo kawaida katika siasa za nchi hizi za Afrika, kusalitiana ni mojawapo ya mambo ambayo unatarajia wakati unavua viatu na kuanza kutembea katika milengo ya kisiasa. Kwa hivyo nina hakika kwamba atapata shida nyingi sana na ataendelea kunyanyaswa, na huenda itakuwa ni vigumu sana yeye kuuza sera za hiki chama, na hatimaye labda makusudio na tamaa ya UDA ni kwamba haitawezekana yeye kupata wafuasi. Bi Maimuna Mwidau, huko Mombasa nchini Kenya, na unafuatilia kwa karibu sana yale yanaendelea katika ulingo wa siasa wa Kenya. Unaona ni kwa nini kunakuwa na kakara za kisiasa kujaribu kumzuia Gachagua kukizindua chama hiki? Hofu iko wapi? Asante mwenyekiti. Kwanza ningependa kusema kwamba nashukuru na nafikiria haya masuala yetu ya siasa yamekuwa sasa ni kama ni hadithi isiyokwisha. Haya matatizo yanompata aliyekuwa makamu wa rais Gachagua si mambo mageni kwetu. Kusema kweli, kwa wale ambao tumekuwa katika siasa, sio mambo mageni kabisa. Kama ukikumbuka historia yetu, wakati wa babake Raila Odinga, mzee Odinga mwenyewe alipotoka KANU na akataka kuanzisha chama chake peke yake, naye pia alipata matatizo mengi. Ukifuatilia historia, mpaka pale KANU ilikuwa imeshikilia kwa muda mrefu, kila anayetaka kuanzisha chama ilikuwa anazuiliwa kwa njia moja ama nyingine. Tukifikia hapa wakati ambapo Raila Odinga sasa amekuwa kiongozi, naye pia katika michakato yake ya kuanzisha vyama, kutaka kujulikana na kuzindua, pia kumekuwa na changamoto nyingi. Yeye mwenyewe rais sasa hivi alipokuwa yuko ODM na alitoka akaingia akashikana na Uhuru Kenyatta wakaanzisha chama, wao pia walikuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo hata alipokuwa Uhuru anatoka na huyu makamu wake alifanya bidii juu chini akaanzisha UDA kimya mpaka alipokuja kuzindua. Kwa hiyo hii ni historia yetu, hakuna jambo geni hapa. Kwa hiyo ni jambo ambalo litakuwa lafanyika, lakini bahati nzuri ukitizama kwa wakati huu kuna mitandao ya jamii.
Kwa hiyo kama utamzuia Gachagua asifanye mkutano wa hadhara pengine katika uwanja ama uga wa Kasarani ama uga wowote ule ama sehemu yoyote ile, kuna uga mwingine ambao watu hukutana, na ndio huo tunaujua kama uwanja wa jamii sasa, ambapo kila mmoja anazungumza na mwenzake, na kupiga kura si lazima mkutane ana kwa ana siku hizi. Siku hizi utazipata salamu za Gachagua akiwa umemuona ama hukumuona. Kwa hiyo kumzuia ni kama kuwapa watu nafasi, na ni kama kuchangia, yani kuhakikisha ule moto umezidi kuwaka, kwa sababu wengine wataka kujua ataka kusema nini. Umeelewa? Kwa hiyo hii ni kazi ngumu sana. Ni sinema ambayo tushaizoea. Haya, anasema hapo Bi Maimuna Mwidau kwamba ni sinema ambayo tushaizoea. Dr. Luchetu Likaka, nije kwako. Katiba ya Kenya ibara 148 inampa rais mamlaka ya kumteua naibu wa rais, na Ruto aliamua kumteua Gachagua. Wamefanya kazi vizuri mpaka wakaja wakatofautiana, wakakosana, mpaka Gachagua ameondolewa, na hivi sasa amekuwa yeye sasa yuko mbioni na chama chake hiki kipya kujaribu kukinadi na kukizindua rasmi ili Wakenya wakifahamu. Hiki chama kinatarajiwa kuwa kikubwa kiasi gani kuweza kuwa na ushawishi wa kisiasa katika ulingo wa siasa za Kenya? Asante bwana mwenyekiti. Kwanza nianze kusema hivi, swala la chama hiki ya Gachagua huenda kikawa kwamba ni chama kikubwa kwa sababu chama kiliokuwepo ambacho kilikuwa kama ile chama cha Mlima Kenya kiliweza kumezwa wakati kulikuwa na mambo yale ya kura zilizopita, na Jubilee walienda na Uhuru Kenyatta. Lakini tatizo kubwa ambalo linatokea sasa, ambalo unaona kwamba serikali inajaribu kubana, ni kwa sababu chama hiki huenda kina uungaji mkubwa kwa sababu ya makosa ama dosari ya serikali iliyopo kukosa kutekeleza zile ahadi ambazo walipa mwananchi wa kawaida. Na unaona kwamba serikali inajitokeza kujaribu kubana chama hiki kwa sababu kuna mambo mengi ambayo huenda yataweza kuadhiri serikali. Kwa mfano, mapambano ya ndani ya serikali, ambaye hatua ambayo inadhihirisha kwamba kuna malumbano kiasi ambayo yanatumika kuona kwamba wanamzuia Gachagua kujitokeza na kueleza mwananchi wa kawaida kwamba hapa serikali imekosa. Na niliposema wakati fulani ni kwamba huenda swala la kumuondoa Gachagua likao kwamba ni lile donda zuku sana ambalo linakuja kumwadhiri William Ruto, kwa sababu sasa Gachagua ndiye amekuwa yule ambaye ni mpinzani wake mkubwa sasa. Na wasiwasi iliyopo ni kwamba huenda chama hiki kinaweza kunawiri kwa haraka, kwa sababu huenda waelegee ile swala la vijana benzi. Swala lingine ni kuangalia kwamba matatizo ambayo serikali imekosa kuyatimiza, yale ambao walikubaliana, yale ambao wamekuwa wakizingatia kuyasukuma, hayaridhishi mwananchi wa kawaida. Na ndio hivyo serikali inajipata mahali pagumu sana kwamba heri wamzuie Gachagua kuendeleza siasa hizi, kwa sababu huenda atatatiza hata utulivu wa kitaifa. Huenda mpango hii yote ikaleta tatizo kubwa kwa kushirikisha vijana, ambapo swala kubwa ni kwamba je, ikiwa chama hiki kina mhemko ambao tunauona kwa sasa, ikiwa Gachagua ataungana na wale wengine kama Kalonzo ama Martha Karua ama Eugene Wamalwa ama Natembeya, basi serikali itayumbishwa zaidi. Na ndio naona wanajaribu kusambaratisha chama hiki kabla kiweze kushika kasi. Haya, asante sana Dr. Omar Mutasa, nitakuja kwako hivi punde, lakini kwanza wacha nimuulize swali hapa Profesa Chacha. Kuna kauli ambayo imetolewa na Kate Waruguru, huyu ni mwakilishi wa zamani wa kaunti ya Laikipia katika mkutano huo mkuu wa chama huko Lavington, Nairobi, akisema kwamba serikali inakandamiza sauti za upinzani, na tayari akataja kuhusu mswada wa fedha mwaka 2025 kwamba umeshawasilishwa bungeni ili usomwe kwa mara ya kwanza katika bunge la taifa, na huu ni mwaka takriban mmoja tangu maandamano ya vijana yale ya kupinga ule mswada mwingine wa fedha, maandamano ya vijana wa Gen Z. Sasa pia kuna tajwa Gen Alphas, na wanasema kwamba tunaanguka nayo. Profesa, kauli hii ya B. Kate na swala hili la kusema kwamba serikali inakandamiza sauti za upinzani, unadhani Kenya kwa sasa imefikia hapo? Nafikiri Kenya hatujatoka hapo, tumekuwa hapo tangu miaka ya nyuma. Jambo la
kusikitisha ni kwamba tunashindwa kujifunza kwamba ukandamizaji na uzuiaji wa kusikizwa sauti ya wananchi huwa haufui dafu. Hatimaye wananchi wanaibuka kama washindi. Katika harakati zote zile ambazo zimewahi kutokea, baadhi ya watu waliokuwa serikalini wakipinga, tumekuwa na watu wa awamu mbalimbali, hata tangu wakati wa Kenyatta akiwa rais mpaka wakati wa President Moi na wakati wa Kibaki na kwingineko. Tumekuwa na hali ile ya kuzuia wale ambao wanaonekana kwamba ni wapinzani wasitoe sauti zao, lakini hatimaye hizo sauti zinasikika. Kwa hivyo ninafikiri tunahitaji kuelewa pia kwamba mustakabali wa katiba hii ambayo Kenya ilizindua mwaka 2010 unawaruhusu watu kutamka, kutoa kauli, kuwa na misimamo tofauti na misimamo ya serikali. Kwa hivyo ni haki za kila mtu kutaja yale anayoyaona yanamuudhi, yale ambayo yanamkera, na kutoa pia msimamo wake na kwamba mwelekeo uende wapi. Kwa hivyo tutaendelea tu kupambana. Wale walio serikalini na walio na nguvu labda watawazidi wale ambao wako nje, lakini hii ni hali ambayo haitaweza kudumu milele, kwa sababu wananchi tayari wameshakabidhiwa uhuru na katiba, wameshakabidhiwa uhuru wa kukutana, uhuru wa kusema, uhuru wa kutenda yale ambayo wanaweza kutenda, mradi tu hawavunji sheria. Kwa hivyo haya ni mapambano ambayo kama ambavyo mwenzangu amesema Mwidau, ni mapambano ambayo yamekuwepo, ni kama ni mojawapo ya jinsi ambavyo nchi ya Kenya imeendeleza mambo yake ya kisiasa na itazidi kuendeleza mambo yake ya kisiasa katika harakati za kumzuia mtu ambaye unamhisi kwamba anataka kupata umaarufu na unataka kudidimiza umaarufu huo, lakini hatimaye umaarufu huo huwa haudidimizwi. Haya, Omar Mutasa, unafuatilia siasa za Kenya ukiwa hapo Kampala. Kuna kelele ambazo zinapigwa na watu hawa wa DCP, wale ambao wametia nia ya kwamba wangetaka kugombea katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 kupitia tiketi ya chama hiki cha DCP. Wanasema aende asiende, atembee asitembee, wasaliti waende wasiende. Kauli hizi ukizisikiliza, Omar, unaona nini katika mkondo mzima wa siasa Kenya ambazo bila shaka zinakuja mpaka zinafika huko Uganda? Asante sana bwana mwenyekiti. Jambo la kwanza ninaloweza kukwambia ni kwamba siasa ya Kenya naweza kusema kwamba ni siasa ambayo kidogo imepanuka zaidi kiuhuru, kutokana na kama walivyotaja wenzangu pale kwamba katiba ya mwaka 2010 imeweza kuwapa raia wa Kenya uhuru zaidi. Ushafahamu, kila mtu anayo haki ya kusema lile ambalo limo katika katiba linamruhusu kusema. Hili ni jambo moja kubwa sana ambalo sasa hivi vyovyote vile itakavyokuwa, siasa ya Kenya imepindukia ukilinganisha kama alivyosema taifa nyingine. Hao wanaosema kwamba wasende, wengine wanasema arudi, yote hayo sasa hivi yamo. Na Rigathi Gachagua naona kwamba yeye ana msimamo ambao nadhani utampa nguvu zaidi kutokana na uungaji mkono aliokuwa nao wa vijana sasa hivi nchini Kenya. Na tusisahau kwamba ukija kuangalia nguvu ya serikali siku zote au nguvu kazi za serikali wakati huu, nadhani mataifa mengi yanahitaji sana nguvu za vijana. Kwa hivyo naona Rigathi Gachagua msimamo wake hata kwamba atayumbishwa zaidi. Hii ni jambo la kawaida katika mataifa ya Afrika. Aliyokuwa katika serikalini akitoka akiyataka kufungua chama chake, inakuwa sio rahisi, inakuwa kwamba atafanyiwa vipindi vya kila aina. Lakini nadhani mwisho wa siku Rigathi Gachagua nadhani huenda akaingia katika ulingo wa siasa wa kuona kwamba anajaribu kufanya nini kupambana na aliyokuwa mwenzie bwana William Ruto. Hivyo ni mambo ambayo sasa hivi yamewapa vijana wengi wa Kenya au raia wengi wa Kenya msukumo katika suala hili, kwamba kutokana na William Ruto mengi aliyoahidi wananchi na mpaka sasa hivi imeshakuwa karibu miaka 2-3, hakuna linalojitokeza katika ahadi zake alizotoa. Sasa wananchi wa Kenya siku hizi wao ni rahisi sana kuingia mitaani na kuanza kufanya maandamano, kwa sababu ni haki yao, ukilinganisha na mataifa mengine kwamba
wananchi wakijaribu kuingia mitaani au mijini, barabarani, inakuwa matatizo makubwa sana, na wakati mwingine kuona kwamba watu wanapoteza maisha yao. Kwa hivyo nadhani Rigathi Gachagua ataendelea na msimamo huo, na tuangalie wapi Kenya inapoelekea kutokana na huu uhuru waliokuwa nao wa kila mtu kuweza kujieleza. Muhimu asivunje sheria. Haya, asante sana Bi Maimuna Mwidau. Kuna kauli ambayo sasa hivi iko midomoni mwa Wakenya wengi, one term. Wanasema ni muhula mmoja. Sasa isifikie wakati baba ametoka kazini, akifika nyumbani anafunguliwa mlango anaambiwa one term. Unadhani kwamba kwa jinsi siasa zinavyokwenda, Gachagua kupitia chama chake hiki cha DCP anaweza kweli kufanikiwa kumfanya rais aliye madarakani hivi sasa kuwa rais wa muhula mmoja? Mwenyekiti, hilo ni swali zuri sana, kwa sababu tunazungumzia masuala ya idadi ya watu wanaopiga kura, na tukiangalia wakati wa kura zilizopita, Rais Ruto alishinda kwa kura 200,000 na kitu peke yake, ambao ni kura chache sana za kumpitisha rais wa nchi nzima. Kwa hiyo ile margin baina yake na upinzani ilikuwa ni ndogo sana. Alafu ukiangalia kwa upande wa Kenya Kwanza, ambao walikuwa pia na muungano wao, idadi kubwa iliyoleta kura zao kumwezesha rais ilikuwa kutoka Mlima Kenya, ambao ilikuwa ni 46% ya zile kura Rais Ruto alizipata zinatoka Mlima Kenya. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba huu msukumo unatokana na ile idadi ya watu ambao kawaida wanapiga kura kwa wingi sana kuliko sehemu yoyote nchini Kenya. Sasa alipotoka Rigathi katika huu muungano wa Kenya Kwanza, tutachukulia tu mathalan ya maneno kwamba 46% tayari zimeshajichangua, zimerudi nyumbani, na hata kama si 46%, pengine tuseme 30%, 25 mpaka 30, kina Ketu Waiguru, wote hao watakuwa wamerudi nyumbani. No. Kwa hiyo ukisikia mtu anazungumzia one term, ashapiga hesabu kwamba ikiwa ulishinda na 200,000 na mimi ninaweza kutoka na 30% ya kura zile ambazo wewe tulikupa, tayari hiyo ni one term, kwa kupiga hesabu tu bila ya kutafuta habari zingine. Na wale wanaosema tutaendelea, ni lazima pia wapige hesabu kusema kama ni 2 term bila break, wapige hesabu wataongeza wapi ile 1% iliyobanduka na Gachagua, na wataziba lile pengo wapi, kwa sababu hata Raila Odinga peke yake akiingia hajaziba lile pengo ambalo linasemekana limetoka na Gachagua. Kwa sababu huo ndio ukweli wa maneno. Siasa ni maneno mengi, lakini siasa haswa ni hesabu. Ushindi ni hesabu. Kwa hiyo ukiona kwamba vita vitazidi, ni kwa sababu yani isionekane dhahiri shahiri, kwa sababu ukimwachia mtu akuitie mkutano Kasarani, kwa hakika utajua mshindi ni nani. Na ukiangalia dasturi sasa hivi, wale magavana, maseneta, kila mmoja ameanza taratibu kupunguza maneno yake kule mlimani, kwa sababu ahofia pengine mambo yaweza kubadilika hapa, viti vikaenda. Na Gachagua kushinda, aweza kushinda, na hata akishindwa, kusema ule ukweli wa maneno, atapata share yake kama atakwenda na wabunge wake kadhaa bungeni. Lakini tusione ajabu, kwa sababu siasa yetu ni kawaida. Yule anayekupinga sana, saa nyingine unakaa ukafikiria ukasema basi njoo mezani tuzungumze. Kunaweza kutoka handshake nyingine ama broad base nyingine ya jina lingine hapa. Kwa sababu kama ana hakika rais ataka kurudi muhula wa pili, itabidi watu wakae wazungumze. Na kwenye siasa hakuna uhasama wa kudumu wala hakuna urafiki wa kudumu. Mtu anaangalia maslahi yake. Dr. Luchetu, unamsikia hapo Bi Mwidau anasema hakuna urafiki wa kudumu wala uhasama ama uadui wa kudumu katika siasa. Jinsi mambo yanavyokwenda na kuangalia mkondo mzima wa siasa nchini Kenya, kauli ambazo zinatolewa na Rigathi Gachagua mwenyewe na watu wake katika jitihada zake za kukinadi chama chake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 bado ni mbali. Unaona hali hii inabadilisha vipi taswira jumla ya siasa za Mlima Kenya kuelekea maeneo mengine ya Kenya? Akabu iseme hivi. Kwanza, athari ambazo zimejitokeza ni kwamba Mlima Kenya siasa zinabadilika, kwa sababu wale ambao walisimama na serikali kumuondoa Gachagua wote wameshapoteza viti vyao vya bunge.
siasa ambazo Mlima Kenya inacheza, na huwa nasema kwamba Mlima Kenya ni kama mwanamwali katika siasa zetu, ni kwamba wao hupiga kura zao kwa kapu moja, na ikiwa kwamba wao ndio wamechoka na serikali hii, basi utaona kwamba taswira inajitokeza ni kwamba lazima mlima wote utashikamana kuhakikisha kwamba wanamsaidia Gachagua kumtuma nyumbani William Ruto. Swala lingine linajitokeza ni kwamba muungano wa Kenya Kwanza ambao ulikuwa na mshikamano mkubwa sana kwenye Mlima Kenya basi umesambaratika, na ndio hivyo maanza kuona kwamba hata naibu wa rais na mwenyekiti wa UDA ndio hivyo wanajitokeza kwamba kwa malumbano hapa na pale. Lingine ni kwamba siasa za Mlima Kenya zinabadilisha tena mikakati na uongozi wa upinzani, kwa sababu mbeleni tungeona kama ni Kalonzo, kama tungeangalia wale wengine natembea ama ni wale wengine, lakini vile Gachagua ametemwa na ambia katika siasa za upinzani, basi anajaribu kujitokeza kwamba anataka alete chama chake kiweze kushikana na vyama vingine. Kumbuka kwamba Gachagua aliondolewa kwa urahisi kiwepesi na haraka kwa sababu hakuwa na chama, na sasa akiwa na chombo kama hiki itakuwa vyema kutumia chombo hiki kuweza kunadi siasa zake na kuingia kwenye muungano na wale ambao ni wapinzani na waweza pengine kushikana kuelekea katika siasa zile za 2027. Lingine ni kwamba hao Mlima Kenya ni wafanyabiashara, na ni kwa sababu ya taswira ambayo wanaona kwamba pengine hali ya kodi ama hali ya uchumi iko chini sana, na hivi chama hiki na kumuondolea kwa Gachagua kinaupatia watu wa Mlima Kenya hamaki. Wanajitokeza kwamba heri washikane kuhakikisha kwamba wanabadilisha taswira nzima ya siasa, na ndio hivyo tumeona kwamba rais ameweza kupata mazo mengi, kwa sababu tumemwona hapa awali alipochukua hatamu zake za uongozi na sasa hivi hajai toka juu ya gari. Bado utapata kwamba yuko kwenye juu ya gari, baada anafanya campaign, basi baada ya kumuondoa Gachagua basi wamempa joto kubwa sana, na ukweli unapoona kwamba ukiona vyaelea ujue vimeunda kuonyesha kwamba matatizo haya na hata usinduzi wa chama hiki cha Gachagua sio ndio la kawaida kama vile tunazoangalia katika historia. Ni tukio ambacho litakuwa tofauti kwa sababu yeye ndiye yule ambaye alikuwa ameshikilia hii serikali kwa sababu ya ile kapu za kura nyingi ambazo alileta. Na swala ambalo tunaona kwamba pengine ukombozi wa siasa za Kenya utabadilika sana ikiwa kwamba Gachagua atachigana na haya masuala ambayo yanajitokeza ya jenzi ambayo tunaanza kusherekea ama kuadhimisha siku yake hivi karibuni, na mgawanyiko huu mzima utabadilisha siasa zetu, kwa sababu ukisikia ngoma imelia kwamba itachanika kwa ngozi. Profesa Chacha, tukiangalia jinsi mambo yanavyokwenda hivi sasa nchini Kenya na historia ya siasa, ukiangalia sasa hivi tunakosa wanasiasa wenye haiba kubwa. Kwa mfano kufikia haiba za akina Masinde Muliro, Martin Shikuku, Jaramogi Oginga Odinga, Profesa George Saitoti. Tuna kizazi kipya cha wanasiasa ambao sasa hivi ndo wanaongoza hivi vyama, kiwemo sasa hivi chama kipya kabisa cha Rigathi Gachagua. Misingi ya vyama vya sasa ukilinganisha na enzi hizo za zamani, wakati tulipokuwa na chama kimoja cha KANU alafu tukawa Ford Kenya, Ford People, vyama ambavyo vilikuja vikawa vinapigania kweli maslahi ya Kenya. Unaona tofauti iko wapi? Je, kuna hili vuguvugu la siasa miongoni mwa wanasiasa kutaka kutetea maslahi ya Wakenya kweli? Mimi nafikiri kuna tatizo, kwa sababu tumeshindwa kama nchi na labda bara zima la Afrika kuzua vyama ambavyo vinaweza kuwa na misimamo ya kisera. Kwa mfano ukiangalia wanasiasa wengi wanapotafuta uongozi na kujaribu kuhamasisha watu wawafuate, wanaenda nyumbani kwao. Kwa hivyo tunaanzia kabila, tunaanzia siasa za kikabila. Ni kama kila mtu anajiamini baada ya kwamba ameanzisha chama ambacho anaambia watu wa kabila lake au watu wa sehemu anayotoka kwamba chama hiki ni chenu na kitakuwa kinatetea haki zetu kama watu wa mlimani kwa mfano, au kama watu wa bonde la ufa, kama watu wa sehemu fulani. Nafikiri hii ndio tatizo, ndio tofauti kubwa kati ya sasa na wakati ule wa kina Masinde Muliro, wakati wa kina Jaramogi Oginga Odinga, wakati wa kina Jomo Kenyatta. Kwa sababu wakati ule kwa mfano, wakati tunapata uhuru katika nchi ya Kenya, kulikuwa na vyama vikubwa viwili, KANU na KADU. Na hivi vyama vilikuwa vinatofautishwa kufuatana na sera
KADU ilikuwa inatamani kwamba sera zake ziongozwe na serikali ya majimbo, kuwe na serikali kadhaa ambazo zinachangia serikali kuu ya nchi, na KANU ikawa inatamani kwamba sera za kuunganisha watu, kwa sababu nchi ilikuwa changa, watu waungane kwa chama kimoja. Na hatimaye tukafanya kosa la kufanya chama kimoja tu kitawala, na kikawa na unyanyasaji, kikawa na mateso ambayo pia yalikuja yakashinikiza Wakenya kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Lakini tangu mfumo wa vyama vingi uanze, tumeona kwamba mielekeo na mienendo ya viongozi wa kisiasa imekuwa ikitawaliwa zaidi na namna ambavyo wanadai uongozi kufuatana na kabila zao na kufuatana na maeneo yao, na kuambia watu kwamba sisi hiki chama ndicho kitatetea haki zetu. Kwa hivyo utaona kwa mfano Gachagua amezidi sana kuzingira Mlima Kenya, akiwaambia watu wa Mlima Kenya kwamba chama chake ndicho kitawahakikishia haki la maendeleo, kwa sababu sasa hivi maendeleo labda naona hayaendi huko kwa Mlima wa Kenya. Lakini mimi sidhani kwamba tunahitaji kuwa na vyama vya aina hii. Tunahitaji kuwa na vyama ambavyo vitaleta Wakenya pamoja, na kiongozi atakayejitokeza kati ya hao viongozi chipukizi akina Eugene Wamalwa na wengineo, kiongozi atakayejitokeza aweze kusema kwamba yeye sauti yake haitokani na msukumo wa utetezi wa kabila lake, inatokana na msukumo wa utetezi wa haki na maslahi ya Wakenya kwa ujumla, kokote kule wanakonyanyaswa na kokote kule wanakonyimwa haki zao. Hicho ndicho chama ninafikiri kitakuwa chama cha siku zijazo. Kwa sasa hivi bado tunacheza ile ngoma ya kikabila, na hii ngoma ya kikabila sidhani itatupeleka mahala popote. Omar Mutasa unamsikia hapo anasema ngoma ya kikabila. Profesa Chacha anasema haitawapeleka Wakenya kokote. Hebu tia neno na wewe kuhusu swala hili. Kuhusiana na swala hilo, bwana mwenyekiti, naweza kusema kwamba siasa ya Kenya kwa muda mrefu hii inajulikana wazi kwamba imekuwa ikitawaliwa zaidi na watu wa Mlima Kenya, ndio walikuwa na msukumo zaidi, na tukija kwamba ni wao walikuwa katika mstari wa mbele. Ukiangalia katika siasa hiyo utakuta kwamba ndio pale pale Kenya imekuwa imo katika swala la ukabila. Ushafahamu kama walivyosema profesa na wengineo, ukabila umekuwepo na bado ukabila upo. Lakini tatizo moja mimi naloona bwana mwenyekiti, mwenzangu mmoja hapo kazungumzia kwamba vyama vilivyokuwepo wakati ule vilikuwa ni vidogo, si vingi, na walikuwa na msukumo zaidi. Lakini wakati huu hii haiwezekani, kwa sababu dunia imegeuka kijiji kwa sasa hivi, na sasa hivi siasa imegeuka ni biashara. Hili ndio moja jambo kubwa, kwamba kila aliyokuwa na fursa kwamba yeye ni mwanasiasa anaona kwamba hapa wacha nianzishe chama cha kisiasa, na anapoanzisha chama cha kisiasa na anajua kwamba huko mbele itakapokaribia uchaguzi mkuu hana atakaloweza kufanya nini kupata, lakini anaanzisha kile chama, anapiga debe na debe linaendelea. Lakini dakika za mwisho unajikuta kwamba yule aliokuwa akimpiga vita, mfano aliyokuwa madarakani, dakika ya mwisho unakuta kwamba anajiunga na mgombea ambaye amekuwepo katika serikali ili kusudi aweze kupata chochote. Kwa hivyo swala hili si geni katika nchi ya Kenya, lakini tukitaka tusitake, nafikiri Wakenya wengi bila shaka nyote mnajua kwamba siasa ya Kenya kwa muda mrefu imekuwa ikitawaliwa zaidi na watu wa Mlima Kenya, na hii nadhani pia itampa msukumo mkubwa wa bwana Rigathi Gachagua katika swala hili, kama alivyosema Maimuna kwamba asilimia kubwa karibu 40 wakati wa uchaguzi uliopita ulitokea sehemu ya Mlima Kenya. Na tukiangalia pia uchaguzi ulipokuwepo wakati William Ruto alipotaka kuwa rais, Mlima Kenya ulichukua nafasi kubwa sana kumuunga mkono William Ruto. Kwa hivyo sasa hivi naona kisahani huenda kikambadilikia hiyo tamu, huenda ikajitokeza mwisho wa siku tukiingia katika 2027 bwana mwenyekiti, lakini yote tuangalie kitakachofuatia. Maimuna Mwidau hapo Mombasa, uzinduzi huu wa chama cha Gachagua DCP umeahirishwa na bado anatafuta eneo lingine kuweza kufanya hafla ya uzinduzi rasmi. Lakini hapo kabla kulikuwa na uzinduzi wa chama kingine, na kilikuwa ni chama cha wakili wa Kenya
Mwanasheria huyu ni waziri wa zamani wa sheria, mwanasiasa mkongwe Martha Karua. Wengine wanamuita Iron Lady, wengine wamemlinganisha kama waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Margaret Thatcher. Sina uhakika kama amefikia kiwango hicho cha kuitwa hivyo, lakini uzinduzi wake wa chama chake People's Liberation Party PLP ulikwenda vizuri kabisa, na nafikiri ni katika harakati za kujipanga kuelekea mwaka wa 2027, na yeye alisema hatakubali kuwa mgombea mwenza wa mtu yeyote. Maanake alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga ambaye sasa hivi ana mkataba na Rais William Ruto kuweza kumsaidia kuendesha nchi pamoja. Mkataba huo wameshatia saini, kwa hiyo mambo yanakwenda. Na huyu amesema mimi sitakuwa mgombea wa mtu yeyote, lakini sasa Gachagua naye yupo, na hawa ni watu wote wa mlima. Unaona nini? Kuna uwezekano pengine wakashirikiana na watu wengine kama kina Kalonzo Musyoka kuunda muungano mkubwa, ndo kutimiza hiyo azma ya kumfanya rais kuwa wa muhula mmoja, one term kama wanavyosema Wakenya wenyewe. Nafikiri Martha Karua kwanza hawezi kupata tabu katika uzinduzi wake, kwa sababu hana ushinikizo mkubwa katika eneo analotoka, kwa sababu hata alipokuwa amekuwa na Raila Odinga hakuweza kupata hata MCA katika eneo analotoka. Kwa hiyo hamtishii mtu yeyote, japo Martha ni kiongozi shupavu, lakini kwa kisiasa, kwa zile numbers mpaka dakika hii haja kuwa tatizo wala hana tishio kubwa kwa mtu yote ambaye atakayesimama kuwa rais. Kuungana kwake yeye na Gachagua pamoja na Kalonzo Musyoka, nafikiri hapa itasaidia upinzani huu mpya, huu muungano mpya wa upinzani. Maanake nafikiri Wamalwa mpya bado yupo, itawasaidia kuongeza ile nguvu, kuonekana kwamba labda upinzani utakuwa sasa ametoka Raila lakini ameingia Gachagua, na Kalonzo pia atapata nguvu zaidi kwa sababu atapata ule muungano wa mlima. Kwa hiyo upinzani nafikiri ikiwa utasimama hivyo ulivyosimama sasa pamoja na Gachagua, basi hiyo one term iko karibu sana, kwa sababu ile idadi ikiwa kikweli itakwenda vile ilivyokwenda uchaguzi uliopita, basi hakuna budi kwamba uchaguzi utamalizika mapema sana. Na kama alivyosema mwenzangu kwamba waheshimiwa walioko mlimani wengi sasa wameanza kurudi nyuma, na kama tulivyoona wengine kutoka sehemu za Kisii juzi, nafikiri yule senator mteule alitolewa Gloria Oborbobwa, naye pia ameshatoka Kenya Kwanza, amerudi nyumbani Kisii. Kwa hiyo tutaanza kuona watu wakianza kurudi makwao na kuingia katika kundi lile ambalo wanaliona watafaidika zaidi kuliko kundi la Kenya Kwanza. Na pia tumeona kwamba katika Kenya Kwanza kumekuwa na sasa na ubabe mwingi, kwamba makatibu sasa wafukuza watu, dikteta umeanza, na hiyo haitaridhisha watu wengi sana. Pengine nikijipigia debe tu, sisi watu wa Pwani ndio tuliobaki peke yetu, hatujulikani tuenda mbele wala turudi nyuma, hatuna chama chenye nguvu. Yani sisi ni watu wa mwisho. Sisi hata huwa watu wakipigana tutasubiri kwanza wamalize kupigana, tutaangalia pa kuingia. Lakini kusema kweli upinzani utakuwa na nguvu ikiwa hiki kikundi kitashikana. Dr. Luchetu anazungumza hapo kuhusu kuungana kwa hiki kikundi, Bi Maimuna Mwidau. Unaona kwamba huenda hatimaye Dr. Luchetu tukashuhudia pengine kambi mbili kubwa, Ruto na Odinga, halafu na Gachagua na kina Kalonzo na kina Martha Karua wakipambana upande wa pili? Bwana mwenyekiti, kwangu sioni kwamba itawezekana, kwa sababu ukumbuke kama William Ruto ni profesa wa siasa, ni mwanafunzi wa Moi na vyombo vya dola kwa sasa, na kuna uwezekano kwamba huenda atatumia nafasi hiyo kuweza kununua wale wengine, kwa sababu kumekuwa na minong'ono hapa na pale. Tatizo kubwa limekuwa kutoka kwenye historia ni kwamba tunaona hapo mbeleni, wakati tuliamua kwamba tumeingia vyama vingi, ilikuwa kwamba tumuondoe Rais Moi, lakini vyama vingi vilitambaratika, na basi ikawa vigumu kuweza kumuondoa Rais Moi wakati huo. Kwa sasa ndio wapinzani ni wengi, lakini tukiangalia kwa idadi ambayo tuko nayo, ikiwa wataungana basi huenda watafaulu. Tatizo kubwa ni je, wapinzani wataungana ama huenda watanunuliwa na kuwa kwamba vibaraka vya wale ambao wako karibu na William Ruto. Niseme hivi kwa sababu huenda vile dadangu amesema, mwelekeo wa siasa za Mlima Kenya ndio unaamua mwelekeo wa siasa nzima za taifa, na ikiwa wataweza kunadi ama kuleta wale ambao ni watoka makaribu mwa Kenya
ama wa pwani, kwa sababu sasa hivi nikiweza kukupatia tu hesabu vile zinavyoenda ni kwamba William Ruto anategemea wale wanaotoka mashariki, kaskazini mashariki, wengi sana wanamshabikia. Anategemea sehemu fulani kutoka pwani, anategemea Bofa na anategemea kura za kule Nyanza. Ukiangalia kiundani ya hesabu hizi hazitoshi hesabu ambazo ama kikapu ambacho Mlima Kenya ileta na sasa umeondoka nazo. Hapo ndio unaona kwamba huenda ikiwa wataungana basi hiyo one term inawezekana. Lakini tukielekea mbele, Raila Odinga simuone akiwa na msimamo dhabiti, huenda baadaye atasema kwamba haya masuala 10 ambayo niliona serikali ifanye na tukawapatia wale ambao ni weledi kuwasaidia wale ambao wamesoma sana, haikuweza kutimizwa, na pengine anaruka na aje upande wa upinzani na huenda mpe rais William Ruto one term. Lakini ni mapema sana kuweza kuashiria vile atakavyokuwa. Haya, asante sana. Omar Mutasa, wana maneno yao wafuasi wa chama cha DCP na baadhi ya viongozi wanasema fanya mambo tano fresh na DCP, kwa maana kwamba wafanye jitihada kuhakikisha kwamba chama hiki kinapata muhula wa kwanza wa miaka 5 madarakani. Katika mazingira ya sasa ya Kenya, lakini jambo hili linawezekana kweli, tukizingatia kwamba sasa hivi tuna kama miaka 2 kabla kufikia uchaguzi mkuu? Kitakuwa na wakati kweli wa kujinadi na kuwashawishi wa Kenya na kuandikisha wanachama katika kipindi hiki kifupi? Walai bwana mwenyekiti, huyu bwana Rigathi Gachagua ukiangalia, nadhani anaweza nafasi hiyo akaipata kutokana na uzito aliokuwa nao yeye Rigathi Gachagua, kwamba ni mfanyabiashara maarufu, ni mtu ambaye ana uwezo wa kuweza kufanya nini, kuendesha chama, ni mtu ambaye ana sauti nyuma yake. Kuna sauti za wanasiasa wa Mlima Kenya ambao nadhani wengi watakuwa katika msimamo wao, wako tayari kumuunga mkono. Kwa hivyo hili jambo ni hakuna kilichokuwa kigumu bwana mwenyekiti. Naona kwamba huenda likajitokeza. Mimi mtu ambaye sasa hivi naona kwamba siasa yake sasa hivi imekwisha, labda sijui wa Kenya, lakini ni mzee wetu bwana Raila Odinga. Naona kwamba ni mtu ambaye anayeruka kutoka sehemu moja alafu anaingia sehemu ya pili, na kama wenzangu walivyosema, tusishangae kuona mwisho wa siku ikiwa hiki chama DCP mtu kama huyo pia anaweza akajiunga na Rigathi Gachagua, kwa sababu haya ndio mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika nchi ya Kenya. Kila kitu kinawezekana katika siasa ya Kenya bwana mwenyekiti. Haya, asante sana. Bi Maimuna Mwidau, tufungie kipindi chetu. Asante bwana mwenyekiti. Mimi nafikiri maoni yangu ni kwamba hapa tulipo waheshimiwa wanapimana nguvu, na bora tudumishe amani kama mwenzangu alivyosema. Tunaweza kukosoana, tunaweza kushindana, atakayeshinda tutamkubali na kila mmoja maisha ende mbele, kwa sababu huu ni uhuru tuliojipa sisi wenyewe wa Kenya, kwamba tunataka tuwe na uhuru wa kujiunga pale tunapotaka, tunataka kufanya vitu vyetu vile tunavyopenda, lakini bora tudumishe amani, tuhakikishe kwamba uhuru tusije tukapoteza kabisa, kwa sababu hapo zamani za kale ilikuwa hauwezi kufikia kiwango hiki tulichofika hivi leo. Kwa hiyo tushukuru Mungu na lazima tudumishe amani nchini kwetu. Haya, asante sana. Na msikilizaji, basi kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumezungumzia kuhusu kukwama kwa uzinduzi wa chama kipya cha DCP cha aliyekuwa naibu wa rais huko nchini Kenya Rigathi Gachagua, na kuangalia hali jumla ya kisiasa nchini humo. Mezani leo tumekuwa naye Dr. Luchetu Likaka katika mji wa Nairobi, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa huko Migori ametusaidia pia kuchambua, na tumekuwa naye Maimuna Mwidau katika mji wa bandari wa Mombasa, pwani ya Kenya, na nchi jirani ya Uganda katika mji mkuu Kampala alikuweko Omar Mutasa. Mwenyekiti nimekuwa ni mimi Josephat Charo kutoka Bonn, na kuaga kwa heri.